Mahusiano kwako imekuwa ni changamoto. Wewe mtu wako ni kusumbuana. Wanaume kazi kwako ni kukupa tu ahadi, hawazitimizi. Mtu anakuahidi tu kwamba tutaoana, tutafunga ndoa, haitimizi ahadi yake. Wewe mtu umeolewa na familia yako, mwanaume hakutunzi, hakusikilizi, anajali tu wanawake wa nje. Basi leo dawa hizi nitakazoelekeza hapa zitakusaidia sana. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na moja kwa moja bila kupoteza muda, hivi ndio vifaa utakavyotakiwa kuwa navyo wakati wa kufanya spell hii. Cha kwanza nimeonyesha hapo ni kibatari. Utakinunua tu kwenye maduka, ni masokoni, utanunua kibatari. Huo ni utambi ambao utaingiza ndani ya kibatari. Hitaji la tatu, utahitajika kuwa na marker pen. Na marker pen hii ni ya rangi nyekundu. Ndio utakayotumia kwenye hii spell. Pia tutahitajika kuwa na karatasi ndogo tu ambayo utatumia kuandika jina la huyo mhusika ambaye unataka kumfanyia limbwata hili akupende, akusikilize. Pia utahitajika kuwa na mafuta ya taa ambayo utatumia kuweka kwenye kibatari ili uweze kukiwasha. Hitaji lingine tutahitajika kuwa na madawa, na madawa haya yanapatikana kwenye maduka ya madawa ya asili. Tutakiwa kuwa na dawa inaitwa mliliwa pamoja na mpendwa pendwa. Inauzwa bei rahisi tu, kuna 1000, 2000. Ni bei nafuu sana. Kwa hiyo tuwaambia dawa inaitwa mliliwa na mpendo pendo. Na hii ya mwisho ni dawa inaitwa muharaka. Hii dawa ni nzuri, inaharakisha speli yako kuweza kufanya kazi kwa haraka, limbwata lako kuweza kumshika mtu kwa haraka. Ndio maana tunatumia hizo dawa hapo kama unazoziona. Kwa hiyo haya ndio mahitaji yako muhimu utakayokuwa nayo kwenye kwenda kufanya spell hii ya kumfanya mwanaume akupende, akusikilize, akupe kipaumbele, akujali na afanye kila kitu ambacho wewe utakuwa unamwambia. Mwanamume amekuwa hakujali, hakuheshimu, hakuthamini, fanya limbwata hili. Kwa hiyo baada ya hapo utafungua kile kibatari chako. Utaona hapo kama mimi nilivyofungua kifunguo cha kwako, kisha huu ndo muda wa kuweka yale madawa nilokuambia unatakiwa kuwa nayo. Weka mpendo pendo pamoja na mliliwa, mimina kwenye kile kibatari kiasi kidogo tu, yani kama hivyo mimi nilivyoshika kidogo tu, weka mle ndani ya kibatari. Utachukua na ile muharaka yako, ile dawa nyingine ambayo nimesema inaitwa muharaka. Ukifika kwenye maduka la madawa ya asili ukiwaambia tu hivyo watakupatia. Dawa inaitwa muharaka. Utaiweka pia nayo kwenye kile kibatari kiasi kidogo tu. Kama hivyo mimi nilivyoweka, ni kiasi cha vidole tu naweka ndani ya hicho kibatari. Hilo ni zoezi la pili la kwenda kufanya spell hii, limbwata hili la kupendwa, kusikiliza, kujaliwa, kupewa kile unachokitaka. Kwa hiyo utakapokuwa umemaliza kuweka dawa yako humo ndani ya kibatari chako, utaitikisa vizuri kisha imechanganyikana vizuri ndani ya hicho kibatari. Kisha utaweka kibatari chako hapo ili kuweza kuendelea na zoezi linalofuata. Zoezi linalofuata utakikunja kile kikaratasi chako ambacho umekiandika lile jina la mtu wako. Hakikisha unaandika majina yake yote matatu. Andika majina yake hapo kwenye hiyo karatasi. Huyo mtuhumiwa wako unaweza awe wako peke yako, akujali. Andika katika hicho kikaratasi kiasi cha kwamba kiwe chembamba kama hivyo mimi nilivyofanya. Kwa sababu kikaratasi hichi kinatakiwa kiingie ndani ya huo utambi kuweka kwenye kibatari. Kwa hiyo ndio maana nimesema hakikisha kinakuwa chembamba sana. Kwa hiyo kama unavyoona hapo, nitaanza kukikunja hicho kikaratasi pamoja na huo utambi ili viwe vimeshikana vizuri. Hiyo ndio hatua ya pili. Hakikisha karatasi kinakuwa chembamba ili kiweze kuingia pamoja na huo utambi kwenye hicho kidude cha kibatari. Nadhani sisi tumeelewana hapo. Yaani utachukua utambi huu hapo kuingiza kwenye kibatari, kisha utachanganya pamoja na hiyo karatasi kama hapo unavyoona mimi ninavyofanya. Unaona hiyo karatasi nimeiweka katikati ya ule utambi. Umeona? Hapo unaikunja kwa pamoja. Ile karatasi na utambi unavikunja kwa pamoja, yani ile karatasi iwe katikati, iwe ndani ya ule utambi wa kuweka kwenye kibatari. Hakikisha unafanya taratibu, unafanya kwa makini, karatasi iwe ndani isiwe nje, ili utakapokuja kudumbukiza ile karatasi nayo iwe katikati ya kile kibatari, katikati ya ule utambi.
Hilo ndo zoezi la pili utakalotakiwa kulifanya. Unaona kama huyu hapa anafunga kwa makini kabisa ili aweze kufanya hii spell kwa makini, asiweze kukosea na karatasi yake iwe katikati. Kwa hiyo baada ya hapo utachukua kikamba tena kidogo, utajitahidi kuizungushia ili ile karatasi pale pale katikati isije kasogea wakati unaingiza unaingiza ule utambi wako kwenye kibatari. Kwa hiyo ndio unaona anafunga na uzi kabisa ili ile karatasi iwe katikati kabisa ya ule utambi. Anajaribu kukaza vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo utachukua utambi wako na utauingiza kwenye kibatari chako. Kama unavyoona hapo anaingiza utambi kwenye kibatari. Kwa hiyo utaingiza utambi wako wote kwenye kibatari kama hivi unavyoona. Hakikisha ile jina lako nalo limeingia vizuri, ile karatasi yako imeingia na kwa juu pia imetokeza. Yaani juu kwenye ule mdomo wa kile kibatari. Yaani hicho kichwa cha kibatari, kisha na kile karatasi nacho kwa juu kinakuwa kimetokeza. Kwa hiyo utakapokuwa umemaliza kuweka nani yako kibatari chako kama hivyo, basi utatakiwa kuweka mafuta ya taa. Nilikwambia lazima uwe na mafuta ya taa kwa sababu kibatari peke yake hakiwezi kuwaka kama hakina mafuta jamani. Lazima kiwekwe mafuta ili kiweze kuwaka. Nadhani wale tulokulia vijijini tunafahamu jamani vibatari vinavyotumika. Kwa hiyo hapo kinachofuata ni kuweka mafuta ya taa. Tunaweka mafuta na hutaweka hata mengi kwamba uyamalize yote, weka kiasi kidogo tu ili mengine yabaki uweze kuyatumia tena siku nyingine, kwa sababu hili zoezi ni la kufanya siku 7. Yaani utafanya siku 7 kuwasha hichi kibatari. Kwa hiyo hapo naweka mafuta ya taa katika kibatari changu ili niweze kufanya spell hii ya kumtuliza mume, kumfanya apende familia yake, aijali, aithamini na kila kitu. Kwa hiyo utakapoweka mafuta taa yako hapo, basi utakuwa umefikia kwenye hatua nzuri. Kitakachofuata hapo utatakiwa ukiwashe kibatari chako. Kibatari hiki utakiwasha kwa kiberiti. Kisha na kiberiti chako mwenyewe unawasha hichi kiberiti. Hapo nilikuwa naangalia kama ujazo wa mafuta uko vizuri. Kwa hiyo utakapomaliza kuweka mafuta yako vizuri kwenye kibatari chako, basi utakiwasha. Na huu muda unapowasha hichi kibatari chako ndio ule muda wetu muhimu ambao ndio muda wa kunuia. Muda wa kuweka nia yako kwa nini unafanya hili zoezi. Kwamba mimi fulani ninafanya hilo zoezi hili, ninafanya spell hii. Huyu mwanaume fulani, yule mwanaume sampe jina lake umeliweka ndani ya hicho kibatari. Nataka awe wangu, anisikilize, anioe, anipende, anijali, aisikilize familia yake, aiheshimu, aithamini, achane na huyo mwanamke aliyekuwa na. Yaani unanuia vile unavyotaka wewe, ndio unajua shida zako wewe mwenyewe kwenye hayo mahusiano. Nuia huku ukiwa na imani kwamba hili zoezi kweli universe itakwenda kumrudisha mtu wako awe katika mstari ulionyooka. Hakikisha unautazama huo moto huku ukiwa una imani, ukiwa umeconcentrate kabisa. Utazame huo moto kwa makini ukiwa una nia, ukiwa unatamka nia yako. Ukitaja jina la huyo mwanaume mara 7, litaje, mtamki. Yaani muamuru arudi kwako. Muamuru afanye vile kitu unachokitaka. Yaani kwa nini unafanya hili zoezi? Nia yako. Mwanamume anioe, mwanamume anisikilize. Jinsi wewe unavyotaka ndivyo utakavyo kuona nuia wakati wa kufanya zoezi hili. Utanuia mpaka utahakikisha kabisa umemaliza, kisha mshumaa wakati wa kuuzima. Wakati wa kuuzima mshumaa huu hakikisha usiuzime na mdomo, yani ile kupuliza hapana, usizime na mdomo, ila utatafuta kitu utaugusa au utapuliza na mkono au utaweka yani utafuta namna yote ya kuuzima ila usiuzime na mdomo. Kwa hiyo zoezi hili utakuwa kila siku utakapofika muda ambao ulianza zoezi hili, kesho yake pia utafanya, utaweka dawa, utawasha mshumaa wako, utanuia tena. Fanya hivyo siku 7. Kila siku unanuia yale ambayo umeyaomba kwa muda wa siku 7. Hapo utakuwa umemaliza zoezi lako la kumfanyia huyo mtu wako spell hii, na hakika utaona matokeo, kwa sababu limbwata hili lina nguvu kubwa sana ya kumrudisha mtu ambaye amekuacha, kumfanya mtu akili yake irudi kwenye mstari, kufanya mtu akupende, akusikilize na afanye kile kitu ambacho wewe unakitaka. Spell hii ina nguvu sana, usifanye kwa kujaribu, fanya ukiwa kweli huyo mtu unampenda na unamhitaji kwenye maisha yako.